Mahakama Kuu Kanda ya Iringa imetoa hukumu ya kifungo cha miaka 2 jela kwa askari polisi aliyepatikana na hatia ya kusababisha kifo cha raia katika kesi iliyovuta hisia za wananchi na wadau wa haki jinai nchini. Hukumu hiyo imetafsiriwa na wengi kama ishara ya uwajibikaji ndani ya vyombo vya dola, huku pia ikiibua mjadala mpana kuhusu matumizi ya nguvu na nidhamu kwa askari wa jeshi la polisi. Kwa mujibu wa taarifa zilizoripotiwa na chanzo cha habari cha Mwanahalisi Online, askari huyo alifikishwa mahakamani baada ya tukio lililohusisha matumizi ya nguvu kupita kiasi, hali iliyosababisha kifo cha mtu aliyekuwa chini ya ulinzi au katika mazingira ya kushikiliwa na polisi. Tukio hilo lilitokea mkoani Iringa na kuamsha maswali kuhusu utaratibu wa utekelezaji wa sheria na haki za watuhumiwa wanapokuwa mikononi mwa vyombo vya usalama. Historia ya tukio. Kulingana na ushahidi uliowasilishwa mahakamani, askari huyo anayetambulika kama Sergeant Rogers Mali au Mari kwa baadhi ya vyanzo, alikuwa akitekeleza majukumu yake ya kikazi katika kituo cha polisi eneo la Ipogolo mkoani Iringa. Inadaiwa kuwa kabla ya tukio hilo kulikuwa na taarifa ya wizi iliyotolewa na mwananchi mmoja, jambo lililosababisha marehemu kukamatwa na kuhojiwa. Hata hivyo, katika mchakato huo wa uchunguzi, askari huyo alidaiwa kutumia nguvu kupita kiasi dhidi ya mtuhumiwa, hali iliyosababisha majeraha makubwa yaliyompelekea kupoteza maisha. Mahakama ilibaini kuwa matumizi hayo ya nguvu hayakuwa ya lazima wala ya kisheria, na kwamba askari huyo alikiuka misingi ya haki na taratibu za kazi za kipolisi. Uendeshaji wa kesi mahakamani. Katika mwenendo wa kesi hiyo, upande wa mashtaka uliwasilisha ushahidi mbalimbali, ukiwemo wa mashahidi wa tukio, vielelezo, pamoja na taarifa za kitabibu zilizothibitisha kuwa kifo cha marehemu kilitokana moja kwa moja na vitendo vya askari huyo. Aidha, ilielezwa kuwa baada ya tukio hilo, askari hakuchukua hatua zinazostahili kisheria kama vile kufungua kesi rasmi dhidi ya marehemu kuhusiana na tuhuma za wizi. Hili lilichukuliwa kama dalili ya uzembe na matumizi mabaya ya madaraka. Upande wa utetezi, kwa upande mwingine, uliwasilisha hoja ukidai kuwa askari huyo alikuwa akitekeleza wajibu wake katika mazingira ya kazi yenye changamoto, na kwamba tukio hilo halikulenga kusababisha kifo, bali lilitokea kwa bahati mbaya wakati wa utekelezaji wa majukumu ya kikazi. Hata hivyo, mahakama haikuridhika na utetezi huo, ikisema kuwa askari huyo alipaswa kutumia mbinu mbadala zisizo za kikatili na kwamba alishindwa kuzingatia misingi ya haki za binadamu. Hukumu ya mahakama. Baada ya kupitia ushahidi wote, jaji aliyesikiliza kesi hiyo alimhukumu askari huyo kifungo cha miaka 2 jela baada ya kupatikana na hatia ya kusababisha kifo bila kukusudia. Mahakama ilisisitiza kuwa ingawa kosa hilo halikukusudiwa, bado lilitokana na uzembe mkubwa na matumizi yasiyo sahihi ya mamlaka, jambo ambalo haliwezi kuvumiliwa katika jamii inayozingatia utawala wa sheria. Hukumu hiyo imepokelewa kwa hisia tofauti, ambapo baadhi ya watu wameona adhabu hiyo ni ndogo ukilinganisha na uzito wa kosa, huku wengine wakiamini kuwa ni hatua muhimu ya kuonyesha kuwa hakuna aliye juu ya sheria. Maoni ya wadau na wananchi. Baada ya kutolewa kwa hukumu hiyo, baadhi ya wadau mbalimbali wa haki za binadamu wamejitokeza kutoa maoni yao. Baadhi yao wameipongeza mahakama kwa kuchukua hatua dhidi ya askari huyo, wakisema kuwa ni ishara ya uwajibikaji ndani ya mfumo wa sheria. Hata hivyo, wengine wameeleza wasiwasi wao kuhusu kiwango cha adhabu, wakidai kuwa kifungo cha miaka 2 hakitoshi kutoa fundisho kwa matukio kama hayo, hasa ikizingatiwa kuwa maisha ya mtu yamepotea. Wananchi wa Iringa na maeneo mengine pia wamekuwa na mjadala mpana kupitia mitandao ya kijamii, wakitaka kuwepo kwa mageuzi zaidi ndani ya jeshi la polisi ili kuzuia matukio kama hayo yasijirudie. Athari kwa jeshi la polisi. Kesi hii imeweka shinikizo kwa jeshi la polisi nchini kuimarisha mafunzo na nidhamu kwa askari wake, hususan katika masuala ya haki za binadamu na matumizi sahihi ya nguvu. Wataalamu wa sheria na usalama wanasema kuwa matukio kama haya yanaweza kupunguza imani ya wananchi kwa vyombo vya dola ikiwa hayatachukuliwa hatua za haraka na madhubuti. Aidha, wanashauri kuwepo kwa mifumo madhubuti ya ufuatiliaji na uwajibikaji ndani ya taasisi za usalama ili kuhakikisha kuwa askari wanaokiuka sheria wanachukuliwa hatua stahiki. Muktadha mpana wa haki jinai.
Kesi hii inaangukia katika mjadala mpana kuhusu haki za watuhumiwa na matumizi ya nguvu na vyombo vya dola. Kwa mujibu wa sheria za Tanzania pamoja na mikataba ya kimataifa ya haki za binadamu, mtu yoyote anayeshikiliwa na vyombo vya dola anapaswa kulindwa na kutendewa kwa haki bila mateso au kukatili. Hata hivyo, kumekuwa na malalamiko ya mara kwa mara kuhusu vitendo vya ukatili vinavyofanywa na baadhi ya askari, jambo ambalo linaibua haja ya maboresho ya kimfumo. Hitimisho. Hukumu ya kifungo cha miaka 2 kwa askari polisi aliyesababisha kifo cha raia ni tukio muhimu katika mfumo wa haki jinai nchini Tanzania. Inaashiria hatua fulani ya uwajibikaji, lakini pia inaibua maswali kuhusu uwiano wa adhabu na uzito wa kosa. Wakati mahakama ikitimiza wajibu wake wa kutoa haki kwa mujibu wa ushahidi uliopo, jamii kwa ujumla inaendelea kujadili namna bora ya kuhakikisha kuwa haki inatendeka kikamilifu na kwamba matukio ya aina hii yanapungua au kutokomea kabisa. Kwa sasa, macho na masikio ya wananchi yanaelekezwa kwa vyombo vya dola kuona kama hatua zaidi zitachukuliwa kuimarisha nidhamu, uwajibikaji na ulinzi wa haki za binadamu nchini.